Kwa pamoja na heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa Kardinali Pengo kwa kutambua mchango wake kwa nchi yetu, lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi vinafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi. Hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana CCM ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja. Kwa sababu ni ujinga tu. Kwa sababu vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hii kuwaombeni sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Tunamheshimu sana Kardinali Pengo kwa kazi kubwa aliyofanya, na hasa kwenye kuanzisha majukwaa ya imani mbalimbali katika nchi yetu. Leo tuna vyama vya imani. Leo tuna vyama ambavyo vinahusisha dini mbalimbali, Wakristo, Waislamu, Buddha, kuongelea amani tu katika mikoa yote, katika wilaya zote nchini. Lakini walioshiriki kuasisi jambo hili ni pamoja na Kardinali Pengo. Na alisema bila aibu kwamba Wakatoliki hawawezi peke yao kufanya nchi ikawa salama. Isikilizeni hotuba aliyoongelea kuhusu Mwalimu Nyerere. Amesema maneno mazito sana, maneno ambayo yataishi miaka 100 kutoka leo. Kwa hiyo tunapomwenzi Kardinali Pengo, tunapoenzi utumishi wake, kila mtu moyoni mwake ajisikie ana wajibu na nchi yetu. Kila mtu moyoni mwake ajisikie kwamba kutumikia nchi yetu kwa uaminifu na uadilifu ni wajibu wa msingi kwa nchi yetu. Mababa askofu, niombe kuwahakikishia sisi kwa nafasi yetu tutaendelea kujitahidi. Kazi ya kutumikia nchi sio rahisi sana, ni ngumu. Ina vishawishi, ina vitisho, lakini ndio maana maaskofu, mapadri, mashehe wapo ili watumishi wengine katika maeneo mengine mizigo inapoelemea, maaskofu, mashehe, mapadri wote waweke mikononi mwa Mungu. Kwa hiyo tunaomba msituache katika maombi yenu. Msituache katika maombi yenu. Tutaanguka mara nyingi, tuombeeni tuamke.